Katika Easter hii ningetaka kila mtu ajue ya kwamba Yesu Kristo alidhaniwa kuwa Mungu Baba amempiga, lakini alipitia katika yale mazito yote kwa sababu yetu sisi wenyewe. Ndivyo neno la Bwana linavyosema ya kwamba kwa mapigo aliyopigwa sisi tumepona, kwa kudharauliwa aliyodharauliwa sisi tumepata kibali, kwa aibu aliyofanywa alitolewa mavazi yote ili sisi tukaweze kuondolewa aibu. Mungu ametulehemu sisi, hatungeweza kulipa gharama ya dhambi ambazo tulizozaliwa nazo, lakini kwa msaada mkubwa wa Mungu Baba alimtoa mwana wake wa pekee akuje ateswe, akuje apigwe, abebeshwe msalaba, mwisho wake aangikwe katika msalaba kwa sababu ya dhambi zetu. Ni sisi ilitupasa kuwa pale msalabani, lakini Mungu akatusamehea kwa kupatiana mtoto wake kama dhabihu, mwana kondoo aliyechinjwa kabla ya misingi yote ya dunia hii kuwepo. Na hivyo ndivyo sisi tulivyopata nafasi ya kukubalika kama wana wa Mungu. Kama yeye hangekufa, kama yeye hangeangikwa msalabani, kama yeye hangeshibuliwa katika ubavu wake na damu kutoka, sisi hatungeokoka, hatungepatikana, hatungepata kibali mbele za Mungu Baba. Lakini siku hii ya leo tumepata kibali kikubwa kwa sababu ya Easter hii. Easter ndio kanisa lilizaliwa. Kanisa lilizaliwa Easter. Na hapo ndio neno la Bwana linavyosema kwamba wakati alitoka kwenye kaburi, alienda huku juu akashika nini? Mateka. Akaashiria vipawa. Ndiposa tukapata vipawa za manabii. Tukapata wengine apostles, mitume. Tukapata wengine wainjilisti. Tukapata wengine wachungaji. Tukapata wengine ambao ni walimu. Fivefold ministry ilizaliwa katika Easter. Ninaomba upate kipawa chako katika jina la Yesu. Naomba upate kibali chako katika jina la Yesu Kristo. Aibu yako yote ikaweze kuondolewa. Na ninaomba ya kwamba maovu yako yote ukaweze kusamehewa. Wewe ni kiumbe kipya. Ishi milele kwa sababu ya Easter. Easter ndio ilifanya tupate kibali mbele za Bwana. Shalom.